Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu inayojulikana kama Criminal Session Case inaendelea sasa hivi kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Tayari mwenyekiti huyo ametua kizimbani, mahala ambapo mpenzi mtazamaji, mahakama imepanga kuendelea na usikilizwaji wa kesi hiyo kwa mfululizo kuanzia tarehe 9 hii leo mwezi wa pili mwaka 2026 hadi tarehe 6 mwezi Machi mwaka 2026. Kesi inasikilizwa na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu likiwa na Mheshimiwa Jaji Nduguru, Mheshimiwa Jaji Karayemaha pamoja na Mheshimiwa Jaji Kiwondwe. Kwa sasa kesi ipo katika hatua ya usikilizwaji wa mashahidi wa upande wa Jamhuri, ambapo ushahidi unatolewa kwa kina na kwa mujibu wa taratibu rasmi za kisheria. Serikali ya Samia ndiyo inatoa ushahidi sasa hivi. Tunaelezwa kwamba Chadema tayari walikuwa wamekwisha toa wito kwa wanachama pamoja na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kufuatilia kwa umakini mwendelezo wa kesi hiyo, wakitaja kuwa kesi hiyo ni taswira muhimu ya demokrasia pamoja na haki katika taifa letu la Tanzania. Sasa mpenzi mtazamaji, ninataka niweze kukueleza jinsi ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu alivyotua katika mahakama, mahala ambapo kesi yake inapoendelea. Shangwe pamoja na nderemo kutoka kwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ukipenda Chadema, ziliweza kutanda mahakamani kipindi ambapo Tundu Lissu alipokuwa anaingia kizimbani. Nimekueleza kwamba chama cha Chadema kiliweza kuwashauri watazamaji pamoja na wafuasi kote nchini mwetu Tanzania kuweza kufuatilia kesi hii, kwa sababu kesi hii, mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo nimeweza kukueleza, ni muhimu sana asua katika demokrasia ya taifa letu la Tanzania, kwa sababu demokrasia ya taifa letu inahujumiwa. Kwa hivyo tunapaswa kuweza kufuatilia, tuweze kuona jinsi ambavyo serikali hii inayojisifu kwamba inaheshimu kitu ambacho kinaitwa demokrasia inavyoendesha kesi hiyo. Mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia Tundu Lissu tayari nimekueleza kwamba alifikishwa katika mahakama masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kesi yake ya uhaini, na itakumbuka kwamba kesi hiyo ya Lissu ilisimama kwa muda baada ya mabishano ya kisheria pamoja na hatua ya ushahidi, huku hoja kubwa ya Lissu ambaye kwenye kesi hiyo anajitetea mwenyewe ni kutaka kuachiwa huru. Nataka niweze kukuonyesha jinsi ambavyo wafuasi pamoja na wanachama wa chama cha Chadema walivyoingia mahakamani na kumlaki Lissu alipokuwa anaingia, mpenzi mtazamaji. Heri ya mwaka mpya. Bwana Lissu aliwasilishwa mahakamani akiwa mchangamvu, ikiwa ni mara ya kwanza katika mwaka huu, mwaka 2026. Sisi wa Tanzania tunamuona kiongozi wetu Tundu Lissu alipokuwa anawasilishwa mahakamani, na ni mara ya kwanza kusema ukweli tangia mwaka huu ulipoanza tunamuona kiongozi
Bwana Lissu. Lakini kuna kitu ambacho kimeweza kunishangaza mpenzi mtazamaji, na nikaona ni heri tuweze kukizungumzia hapa. Hatua ambazo serikali imeweza kuchukua kuweza kuona kwamba wafuasi wa Tundu Lissu ni watu ambao wanapenda vurugu, ni hatua ambazo zinakejeli uhuru wa kujumuika, pamoja na hatua ambazo zinakejeli demokrasia katika taifa letu la Tanzania. Kipindi ambapo kesi ya Tundu Lissu inapoendelea kusikilizwa, mpenzi mtazamaji, hata kabla ya Tundu Lissu kufikishwa kwenye masjala ndogo ya Dar es Salaam mahakamani, mwendo wa saa 12 asubuhi, ulinzi mkali uliweza kuimarishwa viunga vya mahakama kwenye kesi ya Lissu. Yaani polisi, jeshi, kila kona waliweza kuwekwa. Wanamuogopa Lissu kiasi kipi? Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu, nimekueleza kwamba inahitajika kuendelea kwa mfululizo karibu mwezi mmoja mpaka mwezi wa 3 tarehe 6 hapo. Lakini kitu ambacho kimeweza kuniuma sana, serikali inamuonaje Lissu? Serikali inamuogopaje Lissu mpaka wanaamua kujazana au kujaza maafisa wa polisi katika viunga vya mahakama ya Dar es Salaam? Na kuomba uweze kuchukua hii taswira, uweze kuona jinsi ambavyo ulinzi uliweza kuimarishwa. Kila kona gari za polisi, kila kona gari za polisi. Kwani Lissu ni jambazi? Kwani sisi wa Tanzania ni majambazi? Mbona wanatuletea maafisa wa polisi wengi? Unaweza ukafikiri kwamba tupo katika taifa la Somalia, mahala ambapo vita vimeweza kushamiri. Nina imani kwamba mtazamaji wangu unazidi kufuatilia Taswira Kamili. Ni jambo ambalo linanivunja moyo kwamba mtu ambaye waliweza kukamata mwenye hana kosa yuko tu na kesi ya mchongo, kipindi ambapo kesi yake inasikilizwa wanajazana polisi au wanajaza polisi nje ya mahakama pamoja na viunga vyake. Hii ni taswira kamili kwamba serikali inamuogopa Lissu. Na hii ni taswira kwamba serikali hii inaogopa raia. Sasa mimi nashangaa, wanasema kwamba waliweza kuchaguliwa kwa 98%. Na kipindi ambapo kesi ya mtu mwenye wanasema kwamba hajulikani inaposikilizwa wanajaza polisi. Kumaanisha hii 98% ambayo walituambia kwamba waliweza kuibuka nayo ushindi ilikuwa ni ya mchongo. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo nimeweza kukueleza kuhusu hiyo kesi yake Lissu ambayo itaendelea kutoka sasa hivi mwezi wa Februari tarehe 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa Machi mwaka 2026, tutakapokuwa tunaendelea kujifunza sheria mahakamani, kwa sababu mwenyekiti Lissu anatufunza sheria mahakamani kipindi ambapo kesi yake inapotajwa kwa mara nyingine, wakati ambapo mashahidi wa serikali wanapotoa ushahidi wao. Kumbuka kwamba mwaka uliopita mashahidi walikuwa wanataka kutoa ushahidi wakiwa wamejificha, Mheshimiwa Lissu akakataa katakata. Kwa hivyo katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, nataka niweze kukuchanganulia kwa marefu na mapana tuweze kuelewa ni kwa nini serikali ambayo inasema kwamba iliweza kuchaguliwa kwa 98% wanamuogopa Lissu mpaka kuamua kujaza maafisa wa polisi
nje ya mahakama ya Dar es Salaam. Kabla tujaweza kufika hicho kiwango, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, bonyeza kengele, alafu uweza kusambaza hii kanda. Ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1 cha Tanzania News TV ambacho kinaendelea kukusogezea taarifa za ukweli na taarifa kwa kina, taarifa za ambazo zinaendelea katika taifa letu la Tanzania. Kuna sababu kuu ya uwepo wa maafisa wengi wa polisi nje ya mahakama na viunga vyake. Sababu namba 1 ambayo unapaswa kuelewa ni kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu ni yenye uzito wa kisiasa katika taifa letu la muungano wa Tanzania. Lissu anakabiliwa na mashtaka makubwa ya kesi ya mchongo ya uhaini ambayo yanavutia ama kesi ambayo inavutia umakini mkubwa wa umma pamoja na vyombo vya siasa. Pamoja na kesi inaendelea kwa siku kadhaa kuanzia mwezi wa pili tarehe 9 mpaka mwezi wa Machi tarehe 6 mwaka 2026. Hivyo kesi hii inavutia umakini kutoka kwa vyama mbalimbali vya kisiasa, vyama vya ACT Wazalendo, chama cha Chadema, hata chama cha CCM ambacho kinajifanya kiko mahakamani kinavutiwa kuweza kuangalia ni kipi ambacho kinaendelea mahakamani. Wananchi, hata wale mashabiki wa chama cha CCM wamefika, wamechoka na hii serikali, wamegundua kwamba Samia wanamwekea kesi ya mchongo Mheshimiwa Lissu. Kwa hivyo wananchi kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa, iwe Chadema, iwe ACT Wazalendo, iwe CCM, wameweza kuungana pamoja, wanataka Mheshimiwa Lissu aweze kupewa uhuru wake. Kwa hivyo nimekueleza kwamba hii kesi iko na uzito wa kisiasa. Serikali inahofia kwamba huenda mashabiki ambao wameibuka kuwa mashabiki wa Lissu wakajitokeza na kuweza kuanzisha hata maandamano, hata kuweza kumfungulia Lissu. Kwa hivyo wanaogopa kwa sababu hii kesi ina kitu ambacho kinaitwa uzito. Nambari 2, unapaswa kuelewa kwamba ulinzi umeweza kuimarishwa, ama ukipenda ulinzi wa usalama wa umma na mahakama umeweza kuimarishwa kwa sababu ya hii kesi. Nimekueleza kwamba kesi hii ni nzito. Wananchi wamechoka sana na jinsi ambavyo serikali hii inavyotumia mahakama na inavyotumia vyombo vya polisi kuwakandamiza wale viongozi ambao wanapingana na serikali. Sasa kulingana na serikali inasema kwamba wameweza kutuma jeshi la polisi pale na hata jeshi la wananchi kwenda kuimarisha ulinzi wa umma, wale ambao watakuwa mahakamani, wale ambao watakuwa wanafuatilia kesi ya Lissu, na wale ambao watakuwa wanahakikisha kwamba wanaendesha kesi ya Lissu. Eti kwamba wametuma maafisa wa polisi kwenda kuchunga mahakama isije kashambuliwa na kuchunga wanahabari vile vile. Lakini kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Serikali inahofia kwamba maandamano yanaweza yakalipuka, aswa ikizingatiwa kwamba Lissu aliweza kukamatwa tukiwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Serikali inahofia kwamba huenda mashabiki wa Lissu wakaanza maandamano na wakaleta vurugu, na nchi tena ikaonekana kwamba maandamano yamerudi. Kwa hivyo wanahofia sana. Sasa ninashangaa wanahofia nini kipindi ambapo wanasema kwamba waliweza kuchaguliwa kwa 98%. Hii ni ishara gani, mpenzi mtazamaji? Hii ni ishara kwamba ushindi ambao wanatuambia kwamba waliweza kupata ulikuwa tu ni wa mchongo. Mimi ni Bwana Ezra, nitakuwa nazidi kufuatilia kila kitu ambacho kinaendelea mahakamani ili niweze kukutaarifu. Tafadhali hakikisha kwamba unapiga subscription na unabonyeza kengele, alafu na like video, vile vile unasambaza hii kanda ili tuendelee kupashana. Asante sana kwa kunisikiliza.